anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Pio wa 10, Papa ambaye alizaliwa karne ya 19, kipindi ambacho ulimwengu, kanisa lilikuwa linapambana na uzushi wa usasa, modernism. Basi katika maisha yake kama papa alijitahidi kufundisha, kuandika na kuelekeza kanisa na ulimwengu mzima juu ya athari ya uzushi huo. Katika maisha yake yote alituelekeza kwamba, na alikuwa na kauli mbiu kwamba yeye alizaliwa maskini, aliishi ufukara na akafa maskini. Basi kwa maisha yake tunaona kweli alishuhudia injili ya Kristo, kweli alimpenda Mungu kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Na kama ambavyo injili ya leo inatufundisha, Kristo leo anatufundisha juu ya amri kuu ya kumpenda Mungu, kumpenda jirani kama tunavyojipenda na sisi wenyewe. Wapendwa, kama Radio Maria tumetimiza miaka 30 ya uinjilishaji hapa Tanzania, na kauli mbiu yetu inavyosema uinjilishaji, upendo na faraja. Katika kuinjilisha kama wana Radio Maria tunaadhirisha uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Tunaonyesha ni kwa namna gani tunampenda Mungu kwa kuwahudumia wengine kupitia radio yetu, Radio Maria Tanzania. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote. Ewe mwana Radio Maria, ni kwa kiasi gani unampenda Mungu katika utume wako? Ni kwa kiasi gani unampenda Mungu kwa nguvu zako zote? Ni kwa kiasi gani unampenda Mungu kwa akili yako yote? Ni kwa kiasi gani unampenda Mungu kwa moyo wako wote? Kupenda ni rahisi sana kusema, lakini kuishi upendo ni jambo gumu sana. Ni rahisi sana kumwambia mtu nakupenda, lakini kumaanisha kutoka moyoni si jambo rahisi. Kupenda kuja na wajibu wa kuishi upendo huo. Tunavyoambiwa katika maandiko, Kristo alitupenda upeo. Upendo wake huo unadhihirika katika kifo cha msalaba. Ndio summary ama ufupisho wa maisha yake, ni upendo kwa wanadamu wote. Sasa mimi na wewe kama mwana uinjilishaji kupitia Radio Maria, ni kwa kiasi gani tunampenda Kristo katika kutimiza wajibu wetu kama wana Radio Maria Tanzania? Si rahisi, ni neema ya Mungu inatusaidia kufanya hivyo. Changamoto katika uinjilishaji zipo, changamoto katika kutimiza wajibu wetu zipo, lakini tunafanyaje? Tunatokaje hapo? Tutatoka hapo kama tutakuwa tayari kuomba neema ya Mungu itusaidie katika maisha yetu. Papa Pio wa 10 aliweza kupambana na uzushi wa usasa katika karne ya 19 kwa sababu aliruhusu neema ya Mungu imuongoze katika maisha yake. Mimi na wewe leo hii ni mapapa Pio wa leo. Changamoto gani ambazo zipo katika ulimwengu wetu wa leo? Tukifahamu kuna changamoto ya AI. Je, kama wana Radio Maria, AI ambayo inaleta changamoto mbalimbali katika mazingira yetu ya utumishi, katika mazingira yetu ya uinjilishaji, ni kwa kiasi gani tuko tayari kupambana nayo na kuitumia vema kwa ajili ya uinjilishaji, kwa ajili ya kumweneza Mama Bikira Maria na kwa ajili ya kueneza upendo wa Kristo ambao leo anatufundisha katika somo la Injili. Wapendwa, tumpende Mungu kwa moyo wote, tumpende Mungu kwa nguvu zote, tumpende Mungu kwa akili yote. Kwa maneno mengine, tumpende Mungu kwa kujitoa mzima mzima, tumpende Mungu pasipo kujibakiza. Kupenda huko kuna gharama. Gharama ni uchovu, gharama ni changamoto tunazokutana nazo tunapokuwa tunakuja maofisini. Gharama hizo ni katika kwenda mikoa mbalimbali kueneza injili hii. Gharama hizo
ni katika kuugua wakati mwingine tunapofanya kazi zetu. Gharama hizo wakati mwingine tunakwama kiuchumi katika kufanya utume wetu wa kumtangaza Kristo kwa watu wote. Tuendelee kuishi kauli mbiu yetu ya uinjilishaji, upendo na faraja, katika kumtumikia Mungu, katika kumpenda Mungu. Tuongozwe katika kuinjilisha, tuongozwe katika upendo wenyewe, na tukifahamu kwamba katika yote tunafarijika, katika yote tunafarijika katika maisha yetu. Basi tuombe neema ya Mungu itusaidie sisi kama wana Radio Maria, ituongoze tuweze kumpenda yeye kwa moyo wote na kushuhudia injili yake kwa maneno na matendo yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina.